Is a elementary principle, ni kanuni ya kawaida kwamba huwezi kuanza mazungumzo wakati mmoja akiwa amefungwa pingu. Nelson Mandela, mazungumzo yalifanyika baada ya Mandela kuwa ametoka, ndio wakakaa pale na kuunda ile tume ya maridhiano na ukweli, na mambo yote yakazungumza, na mkimaliza mnashikana mikono mkiwa huru. Ukiwa unazungumza ukiwa ndani, maana yake tayari hata uhuru wako kuzungumza, unazungumza nini huko ndani, lazima mtoke kwanza. Hiyo ni kitu ambacho ni cha kawaida, na Jumuiya ya Mataifa inazungumza hivyo kwa sababu ni kitu ambacho kipo wazi. Lakini kingine cha muhimu ambacho pengine ningependa nizungumzie kwamba kwa namna yoyote itakavyokuwa, kesi ambayo inamgusa Mheshimiwa Tundu Lissu ni kesi ya kisiasa, na kwa sababu ni kesi ya kisiasa, mwisho wa siku majibu sahihi kabisa ya kuweza kumaliza hiyo changamoto ya kesi ya kisiasa ni lazima yatokane na siasa. Unaweza kufika mahala mkaenda kwa njia ya mahakama, vyovyote vile mahakama, lakini mahakama haiwezi ikawa na jibu ambalo ni fasaha la kesi ya kisiasa. Na ndio maana nitakutolea mfano. Baada ya mahakama zile baada ya mauaji ya Rwanda, waliunda hapa mahakama ya kimataifa mauaji ya Rwanda ICTR, lakini walikuwa na mahakama baadaye za gachacha za kimila, kwamba kwa sababu kimila ulishaua tayari, kuna watu waliuawa, ndugu yao, baba yao ameuawa, mama yao ameuawa na nini. Umeenda mahakamani, kuna watu wameshinda, walishinda hata mahakamani. Lakini kushinda mahakamani kwako hujashinda kwenye mioyo ya watu, kwa sababu hili jambo ni zaidi ya mahakama. Kwa ndio maana walienda kwenye mahakama zile za kimila ambazo zinakaa na viongozi wa kimila kwa ajili ya kuzungumza na kusuluhisha na kukubali kuachia ambaye alipita, kwa kila mmoja aweze kuachilia. Kwa hata hii kesi ni kwamba hata ikienda kwenye mfumo wa mahakama, mahakama itafanya jukumu lake, kwa sababu it is a political case, ni kesi ya kisiasa. Mwisho wa siku haitaweza kutoa utatuzi na kutibu kiu ya ile ambayo kundi kubwa ambalo lipo upande wa Tundu Lissu ambalo lingehitaji iweze kufanyika, na pengine kundi la Tanzania kubwa tu ambalo haliamini kwenye namna ambapo kesi inaenda na kesi yenyewe. Kwa hiyo lazima tukubali, kwa kesi zote ambazo zinahusu mambo ya uhaini, treason ndio kesi pekee ambayo ipo kwenye katiba, maana yake ndio kesi ya kisiasa, haijaishia kwenye penal code pekee yake. Kanuni ya adhabu imetajwa mpaka kwenye katiba. Umeona? Kwa hiyo ipo hivyo, na kesi nyingi ambazo zinahusu mambo ya uhaini, mwisho wa siku kumaliza ili nchi iendelee kuwa stable, nyingi zilikuja zikaishia kwa maana ya mazungumzo, zikaondoka, basi zikaja zikaisha. Kwa hiyo nisingependa sana kuingia kwa undani wa kesi kwa sababu ya kuheshimu kwamba nisiingilie undani wa kile ambacho kinaendelea mahakamani, lakini at least hata mwenendo wa kesi ukiangalia, nadhani pengine kuna maswali mengi ambayo yanaibuka. Lakini mwisho wa siku mimi naamini kwa sababu tayari kuna swali la hii kesi jinsi ilivyo tayari ina sura ya siasa ipo nyingi. Kwa mimi ni rai yangu kwamba at least ili kweli tuweze kumaliza hizi sintofahamu, tuweze kutibu taifa hili, kuna haja ya kuweza kukaa kwenye mazungumzo, na sisi tutakuwa sio wa kwanza, kwa sababu hata akina Mandela ilibidi watolewe wakati wapo wanatumikia hiyo adhabu pamoja na mazingira yaliyokuwepo, kwa sababu vinginevyo wangesema huyu aendelee kukaa ndani, lakini walisema hapana. Rwanda kuna watu ibidi waachiwe, pamoja na kwamba ni kweli tunajua ndio waliua ndugu zao, lakini imefika mtu tumekubali kuzungumza, na ndio Waafrika wetu. Na ndio maana Waafrika kabla ya kuja kwa koloni, kwani zamani sisi tulikuwa na adhabu gani kwamba ni ya mtu akimuua mwenzake ilikuwa? Bado hata mtu akiua mwenzake kiafrika palikuwa na namna ya kuweza kulimaliza. Kwa hiyo kuna ng'ombe labda 7 watachinjwa, watu watakunywa damu ya ng'ombe, watachoma nyama pamoja, kuna maneno yataongelewa, wanaweza kumaliza tofauti yao. Ndio Afrika ambayo tulikuwa nayo. Haya mengine ya kuhukumu sio kunyonga na watu ni maendeleo baadaye ambayo yalikuja, lakini Afrika bado kwa tulikuwa tunaamini karibu kila kitu kinaweza kaisha kwa namna ambavyo ya taratibu tu za kijamii na za mila zetu kama Waafrika.